Na ujasiri wa kusema sijazungumza chochote tangu msiba huu ulipotukuta. Hawa na Naksa na watoto wako Hilda na Naksa, nawapa pole sana. Msiba ni wetu sote. Tumefiwa na rafiki yetu na ndugu yetu. Siwezi, ndugu yangu amelala pale, na baadaye nitaomba kakaangu Manchari aseme kwa niaba ya familia yetu. Ni ndugu yetu, ameanza kufanya kazi pale nyumbani kwetu miaka ya 90 na kitu, 96. Nilikuwa shule ya msingi. Baba yetu alikuwa na Land Rover inaenda Mgumu huko. Alikuwa anaendesha. Mimi wakati mwingine nilikuwa nakuwa conductor nikitoka shule. Kwa Sweze ana mchango mkubwa sana kwenye maisha yetu wote, kwa sababu alikuwa sehemu ya kutafuta fedha ambayo ilitumika kunilipia mimi ada, kulipia ndugu zangu wote ada, kuleta chakula mezani. Kwa hiyo mimi nimempoteza mtu wa karibu sana. Tumekuwa naye kipindi chote hicho. Amefanya kazi kwetu, anatoka anaenda sehemu nyingine, anafanya kidogo tu, anarudi tena nyumbani. Siku baba yetu anafariki, Chacha nakumbuka alisema msimwache Sweze, muwe naye. Na mimi nilivyoanza mapambano haya, kabla sijawa mbunge, amekuwa na mimi, ameniendesha nikiwa mbunge na ameniendesha nikiwa makamu mwenyekiti. Kazi hii tunayoifanya haipaswi kuwa kazi ya hatari. Ni kazi inapaswa kuwa ya halali kabisa. Tangu mwaka 1992 tuliridhia kwamba tutakuwa na mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Na vyama vingi vya kisiasa, wajibu wake hasa vinavyojitambua sio kusifia vyama vingine. Hatuko hapa kusifia Chama cha Mapinduzi, hasa kwa yale makosa wanayoyafanya. Wala hatuna chuki na mtu yoyote. Tuko hapa kutimiza wajibu wetu wa kikatiba na kisheria. Lakini kazi hii kwa bahati mbaya sana imegeuzwa kuwa kazi ya hatari. Ni kazi ambayo kila siku tukitoka, maana yake umekubali watoto wako wawe yatima, kama Aksa sasa hivi ni yatima, na umekubali mke wako awe mjane. Mimi nimekuwa na Sweze kwa karibu sana. Temptation au ushawishi uliopo kutafuta watu walioko karibu na mimi, ninauelewa, ninajua. Lakini Sweze ni ndugu yangu, ndio mtu pekee ambaye mimi akiniendesha, sijui Malema amejua, huwa nasinzia kwenye gari. Mimi naendeshwa na madereva kadhaa wa chama, wapo hapa wanaweza kuthibitisha. Huwa siwezi kusinzia hata iwe usiku wa manane. Lakini Sweze akiniendesha mimi na kuwa na amani. Nimepata shida kubwa sana, na sijui hili ni shambulio kubwa sana kwangu binafsi na kwa chama chetu. Ndugu zangu, siku yenyewe tuliachana na Sweze usiku akiwa mzima. Mimi nasema, kila mtu anajua, mimi nimekaa na Sweze, nimewaambia tangu mwaka 96 niko shule ya msingi. Hakuna siku yoyote ambayo Sweze akiwa nyumbani kwetu amewahi kulazwa akashindwa kuja kazi wala kuugua. Kwa sina historia yoyote kwa miaka hii tangu 96 mpaka leo, miaka zaidi ya 20 ya Sweze kuugua. Sina hiyo historia.
Nakumbuka wakina Mlimi, tulikuwa kwenye gari yangu huwa niko na wasaidizi wangu wawili na walinzi na mpiga picha wetu nasi. Kwa tunamwambia kesho kutu unatimiza miaka 52 tarehe moja. Wewe huna pressure, huna sukari. Kwa wewe maisha yako ni tunataniana, tuko mbugani Katavi. Anatumia neno kwamba mimi niko mti. Yaani kwamba yuko vizuri, hana shida. Lakini mimi nilisema tukiwa Makambako kwamba kuna watu wanatutrail nyuma, wanatufuatilia nyuma. Na watu hawa hawataki kufahamika. Wakiwa na magari ambayo yamebebanishwa number plate. Nikasema tukiwa Makambako, tumetembea barabara nzima, tunafuatiliwa hivyo hivyo. Tumefika Tabora, tumemaliza mkutano, tunaenda Kigoma, tumefuatiliwa na gari mbili. Gari ya kwanza ya FFU ya polisi, wamo polisi wana silaha lakini wamefunika nyuso zao. Na gari ya pili nyeupe pia ikiwa na namba zimefunikwa, namba ambazo sio za kwake. Nisiweza akaziona kwenye sendimira. Nikawaambia watu wetu, hakikisha mnachukua picha hizo gari. Walizichukua zile gari picha. Kwa sababu kuna poli pale, tukasema tukifika kwenye kijiji tusimame ambako kuna watu wengi. Kwa sababu hao watu wanaweza kwenda na sisi huko wakatulia katikati ya poli. Kwa tulipofika kwenye kijiji tukasimama. Wakashuka wasaidizi wangu, wakaenda kuuliza nyie ni kina nani? Kwa nini natufuata zaidi ya kilomita 100 na kitu, sasa mko nyuma yetu? Tukipisha mpita mpiti, tukisimama mnasimama, tukifanya hivi mnafanya hivi. Wakasema sisi maafisa wa polisi tunawasindikiza. Na tusindikiza vipi? Sisi tumesafiri nchi nzima hii, hatujaona mtu anatusindikiza. Kwa nini leo? Lakini pili, kama mnatusindikiza, kwa nini msitupe taarifa kwamba sisi tuko na nyie ni maafisa wa polisi? Kwa tumeenda na zile gari mpaka kwenye mpaka wa Kigoma na Tabora. Wakapokezana wengine. Kwa tukapokelewa na jeshi la polisi tena kwa magari mawili hivyo hivyo ya mkoa wa Kigoma. Bahati nzuri tukasimama kwenye junction ya Kigoma pale. Yule afisa wa polisi akadi ambaye ni OCD nafikiri Kakonko au wapi? Ni sio Kakonko, Kibondo. Ni Kibondo au wapi? Uvinza. Aliwahi kuwa RCO. Nikamfahamu. Nikamwambia kwa nini mnatufuatilia? Mimi niko kwenye patrol ya kawaida. Patrol ya kawaida na patrol kwenye barabara kuu nyuma ya gari yangu. Kwa tumeenda hivyo mpaka tunafika Kigoma, mara tunakuta gari za kawaida ambazo sio za serikali zimepaki suspiciously. Watu wangu wana ujuzi wa kuona hicho kitu, wakaona sio kitu cha kawaida. No, imepaki, watu wamefungua milango, lakini macho yote ukiangalia ni kwenye gari yetu. Tumefika Kigoma. Tumekaa pale siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ambayo tulikuwa tunaondoka tarehe 1. Suezi tumeagana akiwa mzima, haja complain chochote, amekwenda kulala. Suezi ndio huwa anawahi, mimi nafanya mazoezi, nakutana naye tukiwa tunaenda kwenye mazoezi asubuhi, ameshafika anafuta gari yake na kila kitu. Nimeenda mazoezi, nimerudi, wale waliokuwa wanaondoka na wauliza kwa nini mjaondoka? Suezi hajafika. Kama hajafika kwa nini? Tunapiga simu yake hapokei. Tumesubiri pale, baada ya muda nikamwambia hii sio kawaida. Hebu Masu na kijana mmoja anaitwa Masu, hebu fuatilia Suezi, wewe ndio unajua mnapolala amelala wapi. Naenda pale, anagonga mlango, Suezi afungui mlango. Simu zake zinaita, hazipokelewi. Ndio kwenda polisi waje tusaidie kuvunja ule mlango. Sasa ndugu zangu, niseme kwa nini tuna mashaka. Moja, tumefuatiliwa siku zote
kinyume cha utaratibu wa sheria na kinyume cha sheria za nchi yetu, polisi kutraili nyuma yetu bila sababu ya msingi. Cha pili, tukiwa tunasubiri kufanya postmortem, mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Siro ambaye alikuwa IGP ametoka anasema kifo cha Swezi ni kifo cha kawaida kabisa kwa uzoefu wake. Kabla Swezi hajafanyiwa postmortem, kabla hatujajua ni nini kimetokea. Cha tatu, kwenye maeneo yote yana matukio yanapotokea, lazima hiyo ni crime scene. Polisi wanaweka utepe wa njano, wanazuia watu kuingia pale, lakini hilo halikufanyika. Ile eneo liliendelea kutumika kawaida. Maana yake kuna kitu kilikuwa kinapotezwa pale. Cha tatu, polisi wamepiga picha wao wenyewe, hakuna mtu mwingine yeyote aliyepiga picha ya vitu vya Swezi walivyovikuta kwenye begi lake. Lakini cha ajabu, wakalilizi picha za dawa za kawaida, dawa za maumivu au za tumbo, kwa sababu ni fragile, nimeambiwa ni fragile, na dawa za maumivu ya kichwa. Lakini story ikaenda kwenye mitandao kwamba Swezi amekutwa na dawa. Maana yake ni kuandaa umma kisaikolojia kwa kitu ambacho walikuwa wanapanga wao. Kwa sababu kama ni vitu walivyomkuta navyo, kwa nini hawakusema kwamba Swezi amekutwa na shilingi 420, amekutwa na nguo, amekutwa na simu na vitu vingine vyote walivyovikuta? Kwa nini waseme kuhusu dawa peke yake? Kwa nini? Nchi hii level ya professionalism haipo kabisa. Sisi tumezungumza na wale madaktari kwa karibu sana, na hata hicho kinachoitwa uchunguzi wa kisayansi katika nchi hii unategemea nini? Wao wenyewe ndio wamechukua sample, wao wenyewe ndio wanatunza sample, wao wenyewe ndio watapima mkemia mkuu wa serikali au ofisi ya serikali nyingine yoyote. Lakini hata hao watu tuliowasubiri kwa siku 3 wamekuja kutoka Bugando na kutoka Geita. Kabla ya kufanya postmortem ambayo tulikubaliana tufanye asubuhi, wakasema tunasubiri mtu mwingine kutoka Kilwa Road. Lakini wakati huo wakaenda kwenye kikao na mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ambaye tayari ameshasema kifo cha Swezi ni kifo cha kawaida. Wameenda kuzungumza nini kwenye kikao na mkuu wa mkoa? Mtu ambaye tayari yeye ana opinion yake ambayo sio ya kisayansi kwamba Swezi amekufa kifo cha kawaida. Tungeweza kupata sample za Swezi, labda tukasema sample moja wachukue watu wa serikali, sample nyingine chama kichukue, na sample nyingine familia ichukue, tupeleke maabara labda nje ya nchi, nyingine iende Ujerumani, nyingine iende wapi, ili tuondoe utata kwenye kifo hiki. Lakini sample zote wamechukua wao, na wamechukua kwa makusudi wao, wamebaki nazo wao. Wanataka kusema nini ndugu zangu? Huyu bwana amekuwa na mimi miaka mingi sana. Mwaka 2017 Swezi alishambuliwa, mimi nikiwa bunge. Hawa anakumbuka. Akakatwa na mapanga. Kwa mimi naamini ni mtu ambaye alikuwa mwaminifu kwangu kwenye maisha yangu. Pengine amebeba lile ambalo walikusudia nibebe mimi. Naamini hivyo. Naamini hivyo. Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa tayari kutoa maisha yake kwa ajili yangu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake. Amekuwa mtu mwaminifu sana kwa na kwa familia yetu. Ndugu yetu Swezi, leo tunakuaga. Kifo chako
kimeniachia simanzi kubwa na utata mkubwa sana. Nimekuwa na wewe maisha mengi sana, kama alivyosema naibu katibu mkuu, siwezi hata siku mtoto wake Aksa anazaliwa hawa nakumbuka, tulitoka mgumu, mimi ndio nilimnunulia beseni. Amekuwa rafiki yangu sana, ni mtu ambaye kwa nidhamu yake alisema hata simu ya smartphone hataki kutumia, kwa sababu hataki kukaa na chati hivi wakati anaendesha gari. Akikaa kwenye steering hapokei simu, utamsikia amefika ndio anamwambia nilikuwa naendesha gari. Alikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Nimekaa na madereva wengi sana, sijui kama nitapata mtu kama yeye. Nimeumia sana kwa kiwango kikubwa, lakini nataka niahidi mbele yenu, dunia hii imesogea sana. Kila kitu kitakuwa wazi siku moja, tuwe hai au tuwe tumekufa, tutajua kilichomkuta Swezi na tutajua kilichowakuta watu wengine wote. Viongozi wa dini, ninawasihi, saidieni nchi hii. Kuna watu kwa makusudi wanataka kupeleka nchi hii shimoni, na mkisema ammo nchi hii ikiharibika, hata dini haitahubiriwa. Nchi haiwezi kuongozwa kwa hofu. Hatuwezi kuendesha nchi hii kwa kujaza watu hofu, kwa kuua watu, kwa kutisha watu. Haiwezi kwenda. Nchi inaongozwa kwa kutenda haki, sio kwa kutisha watu. Mambo haya dunia inatufundisha na historia inatuambia. Kote yalikotokea yameingiza nchi kwenye machafuko. Nchi nyingi zimeingia kwenye machafuko kwa sababu ya mambo kama haya. Watu hawana imani na vyombo vya dola. Mimi binafsi naweza sina imani na jeshi la polisi, sina imani na vyombo vya dola vya nchi, sina imani hiyo, kwa sababu ya matukio mengi ambayo yametokea na yanageuzwa. Watu wameuawa kwa maelfu tarehe 29, na watu wanataka kugeuza, wasingizie watu wengine, kwa sababu watu wanasema tutendeane. Nataka nimalize kwa kusema kwako hao, Swezi najua alikuwa mpambanaji sana, na wewe unajua, na ndio maana hata wale wanaosema mimi si wajali, Swezi alikuwa anaweza kujibana kwa ajili ya familia yake. Sisi chama chetu hiki hatulipani fedha nyingi labda kama wengine walizonazo. Kuna wakati watu wanasafiri bila malipo, tunaenda sehemu tunapata mafuta tunaendelea. Lakini wewe unaona anaweza akapewa pesa yake ya kulala. Kwa watu wengine angeweza kulala akastarehe akafanya nini, lakini yeye amebana, anatunza familia yake ikae vizuri. Nataka nikuhakikishie kwa niaba ya familia yetu, Swezi alikuwa ameniambia bwana, mimi nikitoka hapa naenda kuwezeka nyumba yangu ile, nasema nitanunua bati la Msauzi, tutawezeka ile nyumba na tutaimalizia kabisa utakapo nyumba yako. Hatuwezi kukuacha, na mimi nitasimama na wewe, kwa sababu wewe unajua Swezi sio kwamba tulikuwa tukwaruzani hapa na pale kama watu wengine wote mnaofanya kazi. Lakini wakati mwingine yeye ananishtakia kwa hawa, wakati mwingine mimi namshtakia kwa hawa, namshtakia kwa mzee Mrusuli, wanamrudisha, wewe unaenda wapi? Unafanya nini? Kwa nini unafanya hivi? Lakini ni mtu ambaye tumepatana sana kwenye maisha yetu. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wote wa Chadema nchi nzima mliokuja. Kipekee nakushukuru sana naibu katibu mkuu na katibu mkuu, wajumbe wa kamati kuu. Mungu awabariki sana. Nataka nimshukuru ndugu yangu Zitto Kabwe. Bayona njoo. Bayona ni mdogo wake Zitto.
Tangu siku ya kwanza tumepata matatizo haya. Tulienda jioni kuhani msiba wa mama yake, Mama Shida Salum, ambaye alikuwa mjumbe wa kamati kuu. Tulienda na Suezi. Asubuhi Suezi akafa. Tangu siku hiyo Bayona amekaa pale hospitali, hata nguo sidhani kama amebadili. Na yeye ndio aliendesha mwili wa Suezi tangu Kigoma mpaka. Kwa niaba yetu na watu wa Tarime na Hawa na familia yetu, utupelekee shukrani zetu kwa Zito. Tunamshukuru sana. Na mafuta, ametoa gari akaweka mafuta kwenye hiyo gari, imesafirisha ndugu yetu mpaka imefikisha. Tunashukuru sana. Na washukuru sana ndugu zangu.